Leo hii nimetambua kodi ina umuhimu katika nchi yangu, hususan kuleta maendeleo. Katika jimbo langu kuna changamoto ya hospitali, vitanda kwanza vya kuzalia ni vichache. Kwa mtu akienda pale kama mko 3 4 mmoja lazima atakaa chini. Hao ni washiriki wa bunge la jamii linalojadili changamoto ndani ya vijiji na kupatiwa ufumbuzi kutoka serikalini. Ajenda kubwa ni kodi na matumizi yake. Bashiri Kondo pamoja na Ngole Mwezi kutoka kata ya Tomondo, wilaya ya Morogoro, wakizungumza baada ya kushiriki bunge la jamii chini ya mradi wa usawa wa kikodi unaotekelezwa na shirika la Pelham Tanzania kwa kushirikiana na Police Forum pamoja na Restoration Development kwa ufadhili wa taasisi ya kimataifa ya International Budget Partnership. Ana Marwa, afisa kutoka Pelham Tanzania, anaeleza kuhusu malengo ya mradi wa usawa wa kikodi. Lengo la mradi huu kwanza ni kuwezesha wakulima wadogo katika masuala ya kodi, lakini pia kusaidia kuwepo na sheria, miongozo ambayo pia ni rafiki itakayowawezesha pia wakulima hawa pia washiriki katika masuala ya ulipaji wa kodi, lakini pia usimamizi wa fedha mbalimbali ambazo zinawekwa katika maendeleo ya miradi mbalimbali ambazo zimewekwa kwa ajili ya kunufaisha au kuwaletea maendeleo. The Loyal Media imewahoji wananchi walioshiriki mabunge katika kata ya Tomondo ambapo mradi wa usawa wa kikodi unatekelezwa, wakieleza changamoto walizozijadili huku wataalamu wakitoa ufafanuzi. Sisi wananchi wa Lukonde ni wachangiaji wakubwa katika masuala zima ya ulipaji wa kodi, lakini tunalipa kodi ya ongezeko la thamani na tunalipa kodi ya moja kwa moja, yani mapato ya makusanyo ya ndani ya halmashauri. Lakini changamoto ambazo tunakutana nazo sisi kama walipa kodi Lukonde, moja ni miundombinu. Miundombinu nazungumzia barabara kutoka Mikese kwenda Msombizi ambao ipo kwenye TANROADS. Hii barabara ni barabara mbovu, ni changamoto ya madaraja, makaravati, barabara haipitiki kwa ubora. Lakini pia barabara za ndani, kwa mfano barabara kutoka Lukonde A kwenda Kijiweni, kwa sababu ndo mazao yanapotoka na tunatoa mazao kupeleka Mikese. Kuna matatizo yanatukabili. Kwanza upungufu wa walimu, hususan walimu wa sayansi, lakini pia majengo. Ukiangalia majengo ya shule ni machakavu, lakini pia majengo za nyumba za walimu pia nayo yameisha muda kwa sababu yalikuwa ni ya muda mrefu. Lakini pia kwenye shule yetu ya sekondari kuna tatizo la umeme kwa sababu kuna maabara imefunguliwa inafanya kazi, lakini umeme bado haujafika katika shule hiyo. Swala la afya kwetu imekuwa changamoto kubwa. Tunatembea umbali mkubwa kutoka hapa mpaka kwenye kituo cha afya, ni kilomita kama 12. Ina maana tunawasilika sana, hasa sisi wanawake tunapata shida. Ina maana watoto zetu mpaka sasa kuwapa huduma tunapatia kupima kliniki kwenye ofisi ya kijiji. Tulikuwa tunaomba serikali kama tunalipa kodi, ina maana sisi watufikirie kutuletea zahanati katika kijiji chetu, tuepukane na adhabu hiyo. Kwamba ni kweli tumesikia hiyo hoja ambayo imetolewa na wananchi kwamba wanalipa kodi alafu huduma za kijamii zimekuwa ni ndogo kuliko na ukilinganisha na ulipaji wao wa kodi. Lakini nisemee tu jambo moja, labda ni elimu, lakini kwa vile leo tumezungumza mengi kuhusu masuala ya kodi na kazi zake. Kwa mfano umezungumzia swala la barabara. Labda niseme kwamba fedha ambazo zinaletwa kwa ajili ya miradi mbalimbali kwenye vijiji au kata ni fedha ambazo zinatoka kwenye serikali. Na hii fedha ambayo inatokana na miradi ambayo inaletwa mbalimbali ambayo inatekelezwa kwenye kijiji au kata ni fedha ambazo zinatoka serikalini. Na hizi fedha zinatokana na makusanyo mbalimbali ya mapato ya serikali. Kwa hiyo ukisema moja kwa moja, mwananchi akisema moja kwa moja kwamba fedha huwa hazirudi kutuletea maendeleo au kuwaletea maendeleo, mimi nadhani ni swala la elimu tu, wananchi kuelimishwa. Lakini fedha ambazo zinaletwa ni hizo ambazo zimekusanywa na kupitia kodi mbalimbali au tozo mbalimbali zinazotokana na nini? Na malipo ya bidhaa au shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa. Ulipaji kodi kwa wananchi pamoja na uwajibikaji wa serikali ni maeneo yanayopewa msisitizo katika mradi huu wa usawa wa kikodi, anasema Samuel Stanley, afisa programu uchambuzi wa sera kutoka Police Forum. Tunataka wananchi walipe kodi, compliance kwa maana hiyo. Lakini jambo lingine la pili, tunataka uwajibikaji. Baada ya wananchi kuwa wamelipa, ni kwa namna gani ambavyo serikali inatumia rasilimali hizo za kodi katika kuleta maendeleo kwa wananchi
hasa katika kutoa zile huduma za kijamii. Tunaangalia sana kuangalia katika haya mabunge ya jamii, zile changamoto ambazo zimekuwa zijitokeza, wananchi wanakuja sasa na kuanza kusema kwa namna gani serikali yao iwajibike, ambapo serikali ambayo ni halmashauri ya wilaya walikuwepo hapa viongozi wengi tu wakijibu na kutoa ufafanuzi katika zile changamoto ambazo wanakutana nazo kama wananchi. Lakini pia yapo maazimio mbalimbali amekuwa ameazimiwa kwamba kwa baada ya hapo serikali itakwenda kufanya nini. Na hiyo yote inafanyika kwa sababu nguvu ya kodi, hawa wananchi ama hawa wakulima wadogo wanao uwezo wa kuweza kuiweka serikali yao kwenye uwajibikaji, kwa sababu wanalipa kodi, pia serikali inatakiwa uwajibike. Mradi wa usawa wa kikodi kutumia mbinu ya mabunge ya jamii imeleta uelewa wa pamoja katika jamii. Mabunge haya kwanza sisi tumewawezesha wananchi na wananchi wao wameweza kuyafanya wao wenyewe. Kwa hata ulikuwa ukiangalia pale, wenyewe ndio wanaoendesha mijadala, wenyewe ndio wanaouliza maswali, lakini wenyewe pia ndio wanaopendekeza suluhisho ya zile changamoto walizo. Lakini pia namna gani wanaweza kuboresha huduma mbalimbali ambazo wanazipata ili kuwezesha pia shughuli zile za kimaendeleo na kodi zao wazione zikifanya kazi kwa vitendo. Kaimu afisa mipango kutoka wilaya ya Morogoro anasema matumizi ya kodi hugusa katika sekta mbalimbali ambapo wananchi wana haki ya kufanya usimamizi. Mambo ambayo yanafanyika makubwa yanagusa sekta zote, kwa mfano elimu, afya, barabara, maji, vitu vyote hivyo vinakutwa fedha zinaletwa, vinakuta miradi inaletwa kwa ajili ya kutekeleza vitu mbalimbali katika hizo sekta. Na hiyo miradi ni wanufaika wakubwa ni wananchi. Kwa hiyo mimi niseme kwamba serikali inafanya kwa kiwango kikubwa sana kwenye masuala haya.